بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. tunaendelea na darasa yetu durusun muhimmatun linnisa'i li Sheikh Rashid ibn Mahmud al-Shafi'i hafidhahullahu ta'ala. Darasa tumefikia ad-darsu thaminu leo biidhnillahi tabaraka wa taala wa bimashiatihi subhanahu wa taala tunaingia ad-darsu tasi'u, somo la 9. Anasema Sheikh, al-mar'atu al-haidhu, mwanamke mwenye hedhi, la yajuzu laha at-tawafu bil bait, haijuzu mwanamke mwenye hedhi kutufu nyumba ya al-Kaaba. Haifai kwa mwanamke ambaye mwenye hedhi kutufu nyumba ya al-Kaaba, illa fi hali dharurati, isipokuwa katika hali ya dharura. Illa fi hali dharurati, isipokuwa katika hali ya dharura. Kwa maana mwanamke akienda katika miji mitukufu ya Maka na Madina kwa ajili ya ibada ya hija, basi miongoni mwa vitu ambavyo akiwa katika ada yake hatakikani kuifanya ni kutufu nyumba ya al-Kaaba mpaka pale atakapokuwa ametoharika. Ndio anasema kwamba haifai mwanamke mwenye hedhi kutufu nyumba ya al-Kaaba isipokuwa katika hali ya dharura. Anasema ka an yas'uba alaiha al-intidhar, kama vile jambo la kupatikana ugumu juu yake mwanamke huyo, jambo la kusubiri fi Makka, katika mji wa Makka, hata tatuhura, mpaka akatoharika. Ikawa ni vigumu kwake yeye kukaa katika mji wa Makka mpaka akatoharika. Au idha kanati murtabitatan bimaw'idi safar, au itakapokuwa mwanamke huyo amefungamana na miadi ya safari, ma majmu'atin, pamoja na majmua, yani majmua ya watu, kundi la watu, labda kwamba amekwenda hija na muasasa fulani au taasisi fulani ya hija, amekwenda safari ya hija, kwa hiyo ikawa ni vigumu kusubiri. Au la tastati'u an tusafira, au ikawa ni vigumu kwamba yeye kusafiri, watauda, na kurejea, litatufa, ili kuja kutufu kwa mara nyingine, kwa hiyo ikawa ni vigumu jambo hilo. Fahinaha, basi wakati huo ikiwa kwamba kumepatikana dharura hiyo, yajuzu laha, basi inajuzu kwake mwanamke huyo, antatufa, kutufu, walau kanat haidhan, hata kama atakuwa mwanamke huyo yupo katika hedhi, liannaha mutarratun lidhalika, kwa sababu yeye wakati huo atakuwa amefanya nini, amelazimika katika jambo hilo. Wa hadha ikhtiyaru Ibn Taymiyyah, na hili ndio chaguo la Ibn Taymiyyah wa Ibn Uthaymeen, na vile vile chaguo la Ibn Uthaymeen rahimahumallahu, Allah warehemu. Kisha akasema almustahadhatu hiya allati, mwanamke mwenye hedhi ni yule mwanamke ambaye yanzilu minha dam, panateremka kutoka kwake damu, waqtan, yani wakati, atwal, ambao kwa ni mrefu zaidi, min muddat haidhiha, kuliko muda wa hedhi yake. Falaisa huwa dama haidhin, basi hiyo inakuwa sio damu ya hedhi, wala dama nifasin, wala sio damu ya nifasi. Walmustahadhatu laha ahkamu tahirat, na mwanamke mwenye damu ya ugonjwa akawa anatoka na damu ya ugonjwa, basi hukumu zake zinakuwa ni hukumu za wanawake ambao walikuwa kutohara, kwa sababu ile damu haisabiki kwamba ni damu ya hedhi, bali inahesabika kwa ni damu ya ugonjwa. Fatusalli, basi mwanamke huyo ataswali, watasumu, na atafunga, wataatamir, na vile vile atafanya umra, kadhalika vile vile na ibada hija pia atafanya ibada hija. Wajibu alaiha an taghtasila, na ni wajibu juu yake mwanamke huyo kukoga, idha tahurat min alhayd, atakapotoharika kutoka na hedhi, na siku zake atakuwa amedhibiti mwanamke huyo ambaye anatoka na damu ya ugonjwa. Anajua kwamba hizi sasa zilikuwa zimekuja ni siku zangu za hedhi, mimi natakana nisiswali, natakana kwamba nisifunge, natakana kwamba nisitufu al-Kaaba na mengineyo, ambayo mwanamke akiwa katika hedhi anakuwa anazuilika, anakuwa si mwenye kuyafanya mambo hayo mpaka atakapotoharika. Lakini akitoharika, siku zake hizo zikimalizika, basi mwanamke huyo anatakana yafanye yale ambayo alikuwa amezuilika katika kipindi chake cha hedhi. Thumma baqi al-ayyam, kisha baki ya masiku, taghsilu makana ad-dam, ataosha ile sehemu ya damu, watatawadda likulli salatin, na tataudhu kwa ajili ya kila swala, kwa sababu yeye ni mwanamke ambaye ana ugonjwa, kila akitaka kuswali basi atakwenda kutia udhu. Hapa kuna masala vipi kuhusiana na swala za sunna. Swala za sunna
vile vile akishakutia udhu ule, kama anakusudia kuswali kablia anaruhusika, au kwamba anakusudia kuswali raka mbili za udhu anaruhusika. Akisha baada hapo ataswali swali zake nyingine. Yajuzu lilmustahadhati, inajuzu kwa mwanamke ambaye mwenye damu ya ugonjwa, ayatiha zawjuha, mumewe kumwendea, kwa maana kufanya naye tendo la jimai mume wake, inajuzu kwake. Wal afdal taqlilu dhalika, na lilokuwa bora zaidi ni kulifanya kwa uchache jambo hilo, liwujudi dam, kwa sababu ya kuwepo damu, kwa maana panakuwa panapatikana damu wakati huo. Kwa hiyo kwa kuwa kwamba kunapatikana damu, na mume atashauriwa kwamba atafute wale atibau, madaktari ambao walikuwa bingwa wenye kujua matatizo hayo, na huku amtafutie tiba, aendelee kumfanyia tiba ili awe katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri, ya hali ambayo ya kupona maradhi yale baada ya kutumika ile dawa. Na hili ni jambo ambalo mwanamume anatekana kwamba alisimamie kwa kiwango ambacho kilichokuwa kikubwa sana, na katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri, ili ile hali ipate kuwa katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri. Ndo anasema wal afdalu taqlilu dhalika, na lilokuwa bora zaidi ni kulifupilizisha hilo, yani kulifanya kwa uchache hilo tendo la jimai, kwa sababu anasema liwujudi dam, kwa kule kuwepo dam. Lianna aljimaa, kwa sababu ile jimaa yazidu min nazifi dam, kwa sababu jimaa inapelekea ile damu kutoka kwa wingi sana. Nazif bimaana khuruji dam ghaziran, yani kutoka damu kwa wingi sana. Kwa hiyo jimaa ikiwa inafanyika, ina maana ile damu itakuwa inatoka kwa wingi sana. Sasa lokuwa aula zaidi ni kulifanya kwa uchache, na huku kutafutwa tiba ya kuweza kutatuliwa jambo hilo, na biidhnillah tabaraka wa taala, kwa sababu ni ugonjwa, basi tiba yake itakuwepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allah hajateremsha gonjwa lolote lile isipokuwa kwamba ameliteremshia tiba yake. Allah subhanahu wa ta'ala lam yunzil da illa ja'ala lahu shifa. Allah subhanahu wa ta'ala hajateremsha gonjwa lolote isipokuwa gonjwa hilo amelijalia kupatikana nini, ponyo yake na tiba yake. Kwa hiyo ni vyema kwamba ukapatikana tiba ya gonjwa hilo. Naktafi bihadha alqadri, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufahamishe na atupe taufiki, na atuondoshee kila hali ambayo iliyokuwa ngumu, na atupe nguvu ya kuweza kusimamia dini yetu na kusoma dini yetu. Innahu waliyun dhalika wal qadiru alayhi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu a'lam.